Bwana Machereka, mambo vipi bwana? Mambo safi. Mambo yanaenda? Nakwenda vizuri kabisa. Wewe umetulia? Umetulia wapi ndugu yangu? Hamna kutulia, hapa ni mwendo wa kasi. Bwana umemsikia Mzee Magoma? Mzee Magoma nimemsikia. Bwana anacharuka bwana kuhusiana na mkataba. Achaongea ni sahihi. Achaongea Magoma ni sahihi. Unajua Yanga ni klabu ya wanachama. Sio klabu ya mwekezaji, ni klabu ya wanachama. Na ukiangalia mkataba umeingia Yanga pale na JSM ni mkataba wa upande mmoja. Kwa sababu JSM ni mfadhili wa Yanga na kama mwekezaji wa Yanga. Alafu JSM huyo ndio alimwajiri injinia kwa rais wa Yanga. Injinia na mfanyakazi wa JSM. Kwa hiyo bado JSM wana 50 kwa 50. Ile 50 ya injinia na 50 yake yeye. Zote zake yeye zinapita mfuko mmoja. Sababu JSM ndio yeye, alafu injinia ndio JSM vile vile. Utofauti injinia JSM ni kitu kimoja. Sasa kauli ya Mzee Magoma unadhani itafanywa kazi akitaka kwamba mkataba urekebishwe? Hiyo ni kazi ya wanachama. Wale Magoma akawafungua wanachama. Inaweza akawa wanachama wamefungwa. Sawa? Kwa hiyo Magoma anavyoongea au na sisi tunavyoongea tunawafungua wanachama. Wanachama wataangalia haya tunayoongea ni sahihi au sio sahihi. Kama ni sahihi watakuwa wafanyeje? Wanavunja mkataba au wanafanya marekebisho ya mkataba. Kwamba haiwezekani injinia achukue haiwezekani JSM achukue 50 kwa 50 zote yeye. Haiko hivyo. Hata ukiangalia Simba pale muona ana 49, Simba ana 51. Ina maana tayari ni timu ya wanachama ile tayari. Kwamba wenye mamlaka makubwa ni wanachama Simba pale. Kwa hiyo leo hii Yanga wanakuwa na mamlaka makubwa. Sababu ukiangalia JSM mwisho wa siku klabu itakuwa ni yake. Sijui leo baka. Mwisho wa siku klabu itakuwa ya JSM, mali ya JSM. Kwa sababu kila kitu chake yeye, tenda ameshinda yeye. Sawa? Yeye ndio mfadhili. Yeye ndio kaifanya Yanga ikae pale. Kiongozi wa Yanga mweka yeye na engineer. Kwa hiyo hapo ndo kuniambia nini tena? Shamba la Bwana Eli, mbuzi wa Bwana Eli. Kwa hiyo Mzee Magoma anachokisema unaungana nacho. Ni sahihi na yeye Magoma na akili sana. Magoma na akili. Magoma ni Yanga. Akili anapigana na Yanga kwa fact. Apinga na Yanga hivi. Anapigana na Yanga kwa fact. Kwamba kuna 1, 2, 3. Sawa? Hata watu wakimwona Magoma anatumika au wakimdharau Magoma, lakini Magoma anachokiongea kinaonekana kiko wazi. Lazima asikilizwe kama wanachama wa Yanga. Wanachama wa Yanga waamke, waangalie Magoma anasemaje na ukiangalia wachambuzi wengi hawaliongelei vizuri kwa swala. Wachambuzi ukiangalia zaidi ya 10 na kitu wanasema Yanga wamepigwa. Zaidi ya 10 wachambuzi wanasema hilo. Hata ukiangalia leo au jana kuna mjumbe wa bodi, kuna mjumbe mmoja wa kamati ya utendaji amejaribu kutetea, lakini bado haina mashiko. Haina mashiko. Lazima Yanga waangalie. Hiyo ni klabu ya wanachama. Waliangalia hilo. Waliangalia kwa macho mapana na maslahi ya klabu yao. Na ukitizama wewe kwa maoni yako, uwanja utajengwa kweli pale Jangwani? Yani ama itashia kutia sahihi? Yaani pale ndio maana kuna siku nishakuongea. Kuweka saini kwenye makaratasi sio ndo utendaji. Sio, unaelewa vizuri? Nakuelewa. Unaweza ukaweka saini kaka miaka 5, miaka 6 mbele. Saini zipo lakini hapo. Lakini utendaji mtu unaona kazi inaanza. Huo ndio utendaji. Uwanja unaanza, unatekelezwa, hapo nasema Yanga wanajenga uwanja. Hapa sasa hivi nasema Yanga wana taarifa ya kutengeneza uwanja. Hiyo ni taarifa ambayo ipo kwenye makaratasi. Lakini bado hawajengi uwanja. Kwa hiyo mpaka ikifika stage wanakuja maengineer, wanaanza kujenga misingi wa uwanja. Nasema hapa Yanga nafanyaje? Wanaanza kujenga uwanja. Ndio taratibu ulivyo. Kwa mazingira aliyoko wewe huoni uwanja pale? Bado huwezi kuona uwanja. Hilo la kwanza. La pili hata hao Yanga hawajaangalia sababu kujenga uwanja sipokuwa pale tu. Sababu ile sehemu Brolis ikitema mafuriko juu kule inafumua. Ikifumua pale kuna si sana tena ile. Sababu eneo ni bonde la Mto Msimbazi ile. Ile bonde lile. Ndio nyumba nyingi zimeuzwa pale juu. Nyumba nyingi zimeuzwa za wananchi. Hata wananchi hamna, wakae wananchi pale. Nyumba nyingi zimeuzwa. Na mafuriko yanakuja El Nino inakuja nyingine. Wakati wao wanatoa kwenye process za kujenga huo uwanja. Au uwanja ushajengwa. Mechi kesho kuna mechi iko pale au mazoezi yako pale, imekuja mvua El Nino inang'oa kila kitu pale. Pale pageni padogo. Hapo mimi ninapoona huruma tu. Pale penyewe panaitwa Jangwani. Sio unielewa? Panaitwa Jangwani. Hapo pale Jangwani kuna Mto Msimbazi na umepita pale.
Sasa leo hii tumeweka daraja la juu la Jangwani likisha daraja la juu lile. Ina maana pale pote patakuwa mto. Utapokuwa mto maji yanapotoka kule juu. Duali zinashuka chini hapa. Mafuriko kiwa makubwa yamejaa maji mpaka juu. Lazima jengo Jangwani fanyeje? Limongonyoke lile jengo lile. Itakuja kufa pale. Bora katafuta sehemu nyingine kiwanja kizuri, kikubwa cha wazi ambacho sehemu itakuwa bora zaidi. Ndio unachokishauri wewe? Ndio ninachoshauri. Maana yake kule Kigamboni wakajenga ile kupewa. Ndio maana yangu mimi sasa. Kigamboni sehemu salama. Sababu uwanja mkubwa, eneo kubwa, eneo zuri ambalo ongeza kujenga uwanja mzuri wa kisasa. Au ni Simba mkimbilia Bunju. Pale Bunju anafika maili ninyi wala 200. Haiwezi kuathiri jengo ambalo Simba amelijenga pale. Haiwezi kuathiri. Bwana, kwenye mbio za ligi kuu vipi? Bado Simba mna matumaini kwamba alama 2 zitafutika kama ambavyo mnavyoamini kwamba siku moja mnaweza mkawa mabingwa msimu? Si msimu ni mabingwa. Yaani haibadiliki. Kwa Simba hii ya leo. Kwa Simba hii ya sasa hivi. Ligi kuu sisi tunategemea ubingwa, CRDB tunategemea bingwa sisi hapa mwaka huu. Na kwenye ligi Yanga hawezi kushinda michezo yote. Hawezi kushinda michezo yote. Sababu tayari kashapata misukosuko. Yaani ubingwa kama nilivyokuambia, Yanga timu ishakuwa na mazonge. Yaani kuna pepo baya limeshapita pale Yanga. Toka atoe draw zile na Simba, toka apate sare zile zingine. Ina maana ya Yanga leo hii ana mchafuko, ana mvurugano ndani ya klabu. Leo hii unakuta kapteni anagombana kipa, hawaelewani manake. Unajua mpaka mtu anasusa kwenye uwanja anatoka nje, ina maana amemsusia kapteni timu. Yaani jiji Yanga siku isingetoa draw au isingefungwa, sababu iko atoa draw isingefungwa siku ile, lakini imefungwa sababu kipa wa Yanga amechangia. Diala kachangia Yanga kufunga. Sababu alikasirika katoka. Watu wameanza kuliai kitu wachezaji uwanjani. Hawaelewani. Mwisho wa siku ndo Dodoma kawapiga. Kwa hiyo toka kupigwa na Dodoma Yanga hawajakaa sawa mpaka leo. Wako sawa. Hawajakaa sawa mpaka leo. Toka kupigwa na Dodoma. Mpaka leo hawajakaa sawa. Kwa hiyo na kuelekea mbele tusitegemee miujiza. Tusitegemee hiyo. Yanga kufungwa, atafungwa tena au atadondosha point. Lazima huko tunakuelekea mbele. Kwa mnavyoamini Simba? Tunaamini na sisi tutacheza michezo hiyo. Sio kuamini peke yake. Maana tunaposema tunaamini tuamini kivi hivi. Na sio tutaingia front kuhakikisha Yanga anapoteza point. Sisi sote tunaingia front. Sasa umemsikia tajiri? Katia bilioni 1 pale. Anataka ubingwa. Sio bure ile ilitolewa pale. Tukafanye kazi kuhakikisha Yanga anaacha point. Na ataacha point. Ile bilioni haikuja bure. Kaja kaongea nao, akasema mimi nawapa bilioni, ile bilioni hawapi bure. Kwa sababu ile bilioni ndio itafanya Yanga sio mabingwa. Ile bilioni 1. Kwa Simba hii ya leo. Pale ilipo hajapoa bilioni moto wake umeuona. Hivi leo unawapa bilioni unategemea nini timu? Huyo Chama anategemea aweje? Sasa atabadilika mara 2 ya pale huyo Chama. Atapiga migolo mitikitaka zaidi ya pale. Huyo Chama unamtaja. Kwa hiyo bilioni ambayo imetajwa. Sasa hiyo imetajwa. Ambayo umesikia leo bilioni. Je, uko ndani imetajwa kuna ahadi zimetolewa ambayo usijui. Usijui, sio bilioni peke yake. Kuna ahadi ziko ambazo zimetajwa. Kwa hiyo Simba na kwa bingwa. Tena sio bingwa wa ligi. CRDB namtaka Yanga finali. Sasa hivi tunasema sisi. CRDB hii namtaka Yanga finali sababu sisi kosa kusumbui. Nasemaje, anasema zile kauli za kusema tunamtaka Mayo wetu, unaona sisi zisikiki. Anauliza kwa nini zisikiki siku hizi? Zisikiki kwa sababu timu yenyewe imebadilika Simba. Sio Simba waliojua wao. Simba hii ni Simba nyingine. Simba hii imezaliwa upya. Simba hii ni ya kisasa. Tunahitaji ushindi kila mechi. Ndio maana umeona kila mechi tumeshinda hapa nyuma. Mechi ngumu tunashinda. Kila hisi mechi ngumu tunapiga kila hisi. Lakini wewe unajua mechi ngumu. Unaona Kigoma kule. Kila mtu anajua mechi ngumu. Akisimba kampiga mpira laini kwa sababu Simba leo tuna kikosi bora. Na kikosi kipana. Tuna timu bora. Katika timu bora Tanzania Simba namba 1. Tanzania hii sasa hivi inavyoweka kuanzia leo. Simba ni namba 1 kwa timu bora na ndio maana tunafanya vizuri. Kwa hiyo mna uhakika kuchukua makombe yote mawili? Tunachukua CRDB, tunachukua na ubingwa wa ligi. Tuna uwezo mkubwa, tuna uwezo mkubwa kufanya hivyo. Sio kama tunasema kwa kufurahisha, hatufurahishi sisi. Sisi tuko serious mwaka huu. Mko serious? Hatukufurahi, tuko serious mwaka huu. Nataka ubingwa. Nataka ubingwa. Tumechoka kuonewa, tumechoka kusemwa, tumechoka kuchekwa. Mwaka huu tunahitaji kufanya kweli. Ndio tumeanza kwenye Jamhuri.
Tumepiga kwa tumechukua ubingwa, tunarudi hapa sasa. Tunapiga CRDB tunachukua ubingwa, tunamaliza ligi mwezi wa 6 sisi ndio mabingwa wa ligi. Sisi ndio mabingwa wa ligi. Tunangojea. Yaani sasa hivi tunajiandaa kuwa mabingwa wa ligi. Point si point best tusogeze zilikuwa 10 hizo zimeshuka hadi zibaki 2. Kwa hiyo zilikuwa 10. Hamna pressure hivi sasa. Nakwambia usijua zilikuwa 10 hizo. Na Chama anafunga kila mchezo. Ndio maana nakwambia hiyo bilioni iliongezwa ndio imezidi kuongeza nguvu. Kuna timu zitapigwa wiki hapa. Ngoja kuniambia. Bwana mimi nikushukuru na nikutakia kila laheri. Asante.